Habari, langu jina ni Lilian Revelian. Karibu katika Kiswahili IB Podcast. Leo ninayo furaha kukuletea na kukujuza kwa ufupi kuhusu mtaala wa IGCSE. Kiswahili pia hutolewa katika mtaala wa IGCSE chini ya syllabus nambari 0262. Kiswahili katika IGCSE hutolewa kwa wanafunzi ambao tayari wana uelewa wa awali, lakini wangependa kujiendeleza katika lugha hii, hasa katika mazungumzo watakayoweza kufanya baada ya shule, yaani katika maisha yao ya baadaye. Kiswahili katika IGCSE hugawanyika katika vipengele au komponenti tatu. Komponenti ya kwanza ni kusikiliza na kuandika. Komponenti namba 2 ni uandishi na ufahamu. Vituo au shule huweza kuamua kumuingiza mwanafunzi katika kipengele cha tatu ambacho ni kuzungumza. Kipengele hiki ni hiari, mwanafunzi halazimishwi kukifanya. Alama za kipengele cha tatu haziunganishwi katika vipengele vile viwili vya mwanzo, lakini huwa na cheti chake ambacho huwa katika ngazi ya kwanza juu mpaka 5 chini. Wanafunzi katika mtaala wa IGCSE hupata alama kuanzia daraja la A nyota mpaka G. Lengo kuu la mtaala huu ni kumsaidia mwanafunzi kuweza kutumia Kiswahili kwa vitendo katika kusikiliza, kusoma, kuandika na kuzungumza. Je, ungetamani kusikia zaidi kuhusu Kiswahili ndani ya IGCSE? Ungana nami katika kipindi kijacho ambapo nitakueleza kwa ufupi na kwa undani zaidi kuhusu mtaala wa IGCSE.